Ndugu wapendwa katika Kristo, leo Mama Kanisa anaadhimisha tukio la kipekee na lenye mafundisho ya kina, sikukuu ya maamkio ya Bikira Maria. Maria anamtembelea Elizabeti, Elizabeti anampokea kwa furaha, na Maria anaimba wimbo wa Magnificat. Injili ya Luka sura ya 1 aya 39 hadi 56. Hili si tukio la kawaida. Ni tukio linalofunua umbo kuu la wokovu wetu. Maria akiwa na Yesu tumboni mwake anamtembelea Elizabeti ambaye pia ni mjamzito, akiwa na mtoto ambaye atakuwa mtangulizi wa Bwana, yaani Yohane Mbatizaji. Mtakatifu Yohane Chrysostom anatafakari tukio hili kwa namna ya kipekee kabisa. Anatuambia kama maandiko matakatifu yanavyoshuhudia. Mara tu Maria alipofika nyumbani kwa Elizabeti, mtoto Yohane aliruka tumboni mwa mama yake, akijua kuwa mkombozi wa dunia yuko karibu naye. Na huu ni ushuhuda mkuu wa imani hata kabla ya kuzaliwa. Fikiria hilo kwa undani. Yohane hajazaliwa lakini anashuhudia. Hajazaliwa lakini anaruka kwa furaha. Hajaona mwanga wa dunia hii lakini anamtambua nuru ya ulimwengu. Hajaanza kuongea lakini anatangaza kwamba mwana wa Mungu yuko kati yetu na ni sababu ya furaha ya mwanadamu. Yohane kwa kuruka kwake katika uwepo wa Bwana hawezi kujizuia, bali anashindana na mipaka ya maumbile na anajitahidi kutoka katika tumbo la kifungo chake, akiwa na shauku ya kumtangulia Mwokozi. Mtakatifu Yohane Chrysostom anaendelea kueleza, mara tu mkombozi wetu alipokuja kati yetu, alikwenda kwa haraka akiwa bado tumboni mwa mama yake kumtembelea rafiki yake Yohane. Naye Yohane akiwa katika tumbo la mama yake, kana kwamba anatambua uwepo wa Yesu katika tumbo jingine, alijigonga kwa hamu dhidi ya kuta nyembamba za gereza lake la asili, kana kwamba alipaza sauti akisema, na hapa nanukuu, "Namuona Bwana mwenyewe aliyeweka mipaka ya maumbile. Basi kwa nini nisubiri wakati uliopangwa wa kuzaliwa kwangu? Kuna haja gani ya kukawia hadi miezi 9 itimie, iwapo asiye na mipaka ya wakati yu pamoja nami? Napenda kuvunja gereza hili la giza. Natamani kutangaza maarifa yangu ya ajabu. Mimi ni ishara, basi hata sasa natamani kuonesha kwamba Kristo yupo. Mimi ni sauti ya parapanda. Natamani kupiga mbiu kutangaza kwamba mwana wa Mungu amekuja katika mwili. Nipeni tarumbeta nipige, ili nibariki na kufungua ulimi wa Baba yangu na kuufanya uongee tena, na hili kuhuisha tumbo la mama yangu." Mwisho wa kunukuu. Muona ndugu wapendwa, jinsi siri hii ilivyo mpya na ya kipekee. Yohane hajazaliwa bado, lakini kwa kuruka kwake ananena. Hajaonekana bado, lakini anatoa onyo. Hawezi kulia kwa sauti, lakini kwa matendo yake anatoa ushuhuda. Hajapumua bado, lakini anamhubiri Mungu. Hajauona mwanga bado, lakini anamjulisha jua. Na hajatoka tumboni bado, lakini anataka kuwa mtangulizi. Bikira Maria kama tabernakulo ya kwanza, anapomtembelea Elizabeti, anakuwa misionari wa kwanza kuipeleka Injili, habari njema ya wokovu kwa watu. Afungwi na hali aliyonayo. Anainjilisha kwa furaha, tena kwa haraka. Anashirikisha tone la upendo kwa ndugu yake Elizabeti kwa kumhudumia kwa muda wa miezi 3. Anadhamirisha Injili kwa kuiweka katika matendo. Ndugu wapendwa, sikukuu hii inatufundisha mambo msingi yafuatayo. Unyenyekevu wa Bikira Maria. Maria, licha ya kuwa mama wa mkombozi, hakujivuna wala kujitukuza, bali aliharakisha kwenda kumhudumia Elizabeti. Hili linaonyesha unyenyekevu wa kweli.
Maria hakujiona bora kwa sababu ya neema aliyopewa. Na upendo wa huduma anaoonyesha Maria kwa ndugu yake Elizabeti, anaonyesha kwamba aliitikia wito wa upendo kwa matendo ya huruma, si kwa maneno tu. Maria aliharakisha kwenda juu ya milima ya Yudea, si kwa kuogopa, bali kwa ari ya upendo. Maria ni mfano wa yule anayemleta Kristo kwa wengine. Alipoambiwa kwamba atakuwa mama wa Mungu, hakukaa kimya. Alisafiri kwa haraka kwenda kumhudumia Elizabeti. Na hapa Maria anatufundisha kuwa ukimpokea Yesu, haubaki na furaha hiyo peke yako, bali unaitoa kwa wengine. Pili, mwinjili Luka anatufundisha kuwa Elizabeti alijazwa Roho Mtakatifu punde tu Maria alipowasili. Hili ni tunda la uwepo wa Kristo tumboni mwa Maria. Roho Mtakatifu humweka mtu katika hali ya utambuzi wa ndani. Ndiyo maana Elizabeti alitambua kuwa Maria ni mama wa Bwana wake, si kwa kufundishwa au kuambiwa, bali kwa kuangaziwa kutoka ndani. Hata hivyo, Elizabeti alimjua Maria kama binamu yake. Tatu, tunajifunza kwamba salamu ya Elizabeti ni maneno ya neema. Maneno ya Elizabeti, umebarikiwa kuliko wanawake wote, ni sauti ya Roho Mtakatifu ndani ya Elizabeti. Heshima kwa Maria si ya kimwili bali ya kiroho, kwa sababu alimchukua Kristo ndani yake. Elizabeti hakumsifu Maria kwa sababu ya undugu, bali kwa sababu aliona neno wa Mungu ndani yake. Tatu, Maria anapojibu salamu kutoka kwa Elizabeti kwa wimbo wa sifa kwa Mungu, anaelekeza utukufu wote kwa Mungu na si kwake binafsi. Anaonyesha kuwa Mungu huwainua wanyonge na kuwashusha wenye kiburi. Anautambua mpango wa wokovu wa Mungu kwa Israeli na ulimwengu mzima. Na anasema, roho yangu yamtukuza Bwana, kwa kuwa amemtazama. Tatu, ni jibu la Maria kwa salamu ya Elizabeti. Maria anajibu salamu kwa wimbo wa sifa kwa Mungu. Anaelekeza utukufu wote kwa Mungu, si kwake binafsi. Anaonyesha kuwa Mungu huwainua wanyonge na kuwashusha wenye kiburi. Anautambua mpango wa wokovu wa Mungu kwa Israeli na ulimwengu mzima. Na anasema, roho yangu yamtukuza Bwana, kwa kuwa ametazama unyenyekevu wa mjakazi wake. Lakini zaidi sana, ndugu wapendwa, tunajifunza maamkio haya si tukio la kifamilia tu, bali ni tukio la neema, la wokovu na la kazi ya Roho Mtakatifu. Mtakatifu Paulo anatusisitiza pia mambo yetu yote yatendeke katika upendo. Waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 16 aya ya 14. Bikira Maria anapomtembelea Elizabeti, tunamwomba Mungu atujalie fadhila ya mapendo kwa jirani, kama tunavyosali katika tendo la pili la matendo ya furaha katika Rozari Takatifu. Mapendo ya kweli yasiyo na mawaa, mapendo yaliyojikita katika Kristo, yeye aliye kielelezo na kipimo cha upendo, kama anavyotuagiza, pendaneni kama mimi nilivyowapenda ninyi. Injili ya Yohane sura ya 13 aya 34. Hivyo watu wote watawatambua ya kuwa mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Injili ya Yohane sura ya 13 aya 35. Lakini pia sikukuu hii inatufundisha kuwa kuamini si lazima kusubiri kuona. Yohane aliyaona mambo ya kiroho kabla macho yake hayajafunguka. Hili ni fundisho kwetu leo kwamba tunaweza kuamini hata kabla hatujaona. Tunaweza kumpokea Kristo kwa imani hata kama hatumgusi kwa mikono yetu. Tumsifu Yesu Kristo.